Kuna ukweli ambao watu wengi hawapendi kusikia. Watu wengi duniani hawabaki maskini kwa sababu hawana bahati, wala kwa sababu hawana akili. Wanabaki masikini kwa sababu ya tabia zao za kila siku. Tabia ndogo ndogo ambazo wanafanya kila siku bila kujua kwamba ndizo zinazowazuia kufikia utajiri. Na jambo la kushangaza zaidi ni kwamba watu wengi wanaotamani kuwa matajiri wanaendelea kufanya tabia zile zile zinazowafanya wabaki maskini. Katika video hii nitakuonyesha tabia 10 ambazo zinawazuia watu wengi kufikia utajiri. Na kama utaangalia kwa makini, huenda ukagundua kwamba baadhi ya tabia hizi pia zipo kwenye maisha yako. Moja ni kutegemea chanzo kimoja cha kipato. Watu wengi wanaamini kwamba njia pekee ya kupata pesa ni kazi moja tu. Wanapata mshahara mmoja na maisha yao yote yanategemea mshahara huo. Tatizo ni kwamba kama chanzo hicho kimoja kikisimama, maisha yao yote pia yanasimama. Watu wengi matajiri hawategemei chanzo kimoja cha kipato. Wanakuwa na multiple income streams. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na kazi, biashara ndogo, uwekezaji au kipato cha mtandaoni. Lakini watu wengi hubaki maskini kwa sababu wanaogopa kujaribu njia nyingine ya kipato. 2 ni kutumia pesa kabla hawajapata. Hii ni tabia ambayo imewaharibu watu wengi sana maishani. Mtu anapata mshahara lakini tayari pesa yake imeshapangwa kabla haijaingia. Madeni, mikopo, manunuzi yasiyo ya lazima, mwisho wa siku pesa inaisha haraka kuliko ilivyokuja. Watu wengi matajiri wana kanuni moja rahisi sana. Wanatumia pesa iliyobaki baada ya kuwekeza, sio kuwekeza pesa iliyobaki baada ya matumizi. Lakini watu wengi wanafanya kinyume chake. 3, kutaka kuonekana tajiri badala ya kuwa tajiri. Hii ni moja ya mitego mikubwa sana maishani. Watu wengi wanatumia pesa nyingi sana ili waonekane wana maisha mazuri. Wanataka simu mpya, nguo za gharama, gari mpya, maisha ya kuonekana mazuri mbele za watu. Lakini ukweli ni kwamba watu wengi wanaoonekana matajiri nje, ndani wanahangaika na madeni. Utajiri wa kweli haupo kwenye kuonekana tajiri, bali upo kwenye uhuru wa kifedha. 4, kukosa nidhamu ya fedha. Utajiri haujengwi kwa pesa nyingi pekee. Unajengwa kwa nidhamu ya fedha. Mtu anaweza kupata pesa nyingi sana, lakini kama hana nidhamu ya matumizi, pesa hizo zitatoweka. Ndio maana mara nyingi unasikia watu waliopata pesa nyingi, lakini baada ya miaka michache wanarudi kwenye maisha ya kawaida. Tatizo halikuwa pesa, bali lilikuwa ni nidhamu. 5, ni kuogopa kuchukua hatua. Watu wengi wana ndoto kubwa sana. Wanataka kuanzisha biashara, kuwekeza, kujaribu vitu vipya, lakini hawachukui hatua. Wanabaki kwenye mawazo na mipango tu. Sababu kubwa ni hofu. Hofu ya kushindwa, hofu ya kupoteza pesa, hofu ya watu watasema nini. Lakini ukweli ni huu hapa. Hakuna mtu aliyewahi kufikia mafanikio makubwa bila kuchukua hatari. 6, kutotaka kujifunza mambo mapya. Dunia inabadilika kila siku, teknolojia, biashara, fursa mpya, lakini watu wengi wanaacha kujifunza baada ya kumaliza shule. Hapo ndipo maendeleo yao yanapokwama. Watu wanaofanikiwa wana tabia moja muhimu sana, wanajifunza kila siku. Vitabu, mafunzo, uzoefu, maarifa mapya yanafungua milango mipya ya kipato. 7, kuzungukwa na watu wasio na malengo. Kuna msemo unaosema wewe ni wastani wa watu 5 unaokaa nao karibu zaidi. Kama watu unaokaa nao wanalalamika kila siku, hawana ndoto, hawapendi kufanya kazi, pole pole utaanza kufanana nao. Mazingira yana nguvu kubwa sana kwenye maisha ya mtu. Watu wanaofanikiwa mara nyingi huzungukwa na watu wanaofikiria mbele. 8, kukata tamaa haraka. Utajiri hauji kwa siku moja. Biashara nyingi kubwa zilichukua miaka mingi kujengwa. Lakini watu wengi wanajaribu kitu kwa miezi michache tu, kisha wanakata tamaa. Wanabadilisha mipango kila wakati. Tatizo ni kwamba mafanikio yanahitaji uvumilivu na muda. 9, kutokuwa na malengo ya maisha. Mtu asiye na malengo ni kama meli isiyo na dira. Inaweza kusafiri baharini kwa muda mrefu, lakini haiwezi kufika mahali maalum. Watu wengi wanaishi maisha bila malengo ya wazi. Hawajui wanataka kufika wapi kifedha. Na kama hujui unapoenda, ni rahisi sana kupoteza muda na rasilimali.
10. Kufikiria utajiri ni bahati. Tabia ya mwisho ni hii: watu wengi wanaamini kwamba utajiri ni bahati. Wanasema yule alipata bahati, yule alizaliwa kwenye familia tajiri. Lakini ukweli ni kwamba matajiri wengi walijenga utajiri wao kwa nidhamu, maarifa, uvumilivu na maamuzi sahihi. Utajiri mara nyingi ni matokeo ya tabia za muda mrefu sana. Ukweli ni kwamba utajiri haujengwi kwa tukio moja kubwa. Unajengwa kwa tabia ndogo ndogo zinazofanya kila siku. Habari njema ni kwamba tabia zinaweza kubadilishwa. Ukianza kubadilisha tabia zako leo, maisha yako ya kifedha yanaweza kubadilika kabisa katika miaka michache ijayo. Sasa niambie kwenye comment, ni tabia ipi kati ya hizi unafikiri watu wengi wanayo? Mimi nasema asante, tutakutana kwenye video inayofuata.